tulikuwa tunatuma ujumbe, hata kama muhusika wa shamba hakuona hilo jambo la kulishiwa shamba lake, tulikuwa tunatuma ujumbe kwamba jana vijana wetu walitorokwa na mifugo, wamelisha shamba. Ilikuwa inafanyika kindugu, kwa upendo, kindugu, wala haukuwa ugomvi. Mheshimiwa Molel yuko hapa, wanatambua haya. Wote tuliokulia vijijini, ilikuwa ukitorokwa na mifugo ukalisha shamba la mtu, hata kama mwenye shamba hakukuona, tulikuwa tunapeleka taarifa. Baada ya hapo mnaitana na wazee wawili watatu, mnapelekana kwenda kuona shamba. Yule aliyelisha yeye mwenyewe anatoa taarifa. Unatambua kwamba umekosea, unatambua kwamba umekosa, unatambua kwamba mifugo haitofautishi shamba na mimea ya majani. Wazee walikuwa wanaamua tu hapa, huyu mwenzako chakula chake, maisha yake yanategemea shamba, wewe umeshalisha lote. Inakadiriwa, tunafidiana na undugu unaendelea. Sasa hivi imezuka kasumba ya kiburi. Mtu anaona kabisa shamba, anaenda anasimamia, analisha kama vile analisha majani mengine. Hili halikubaliki, litatupeleka kwenye uvunjifu wa amani. Hii haikubaliki, na wala msibaguane. Kwenye nchi yetu kwa sehemu kubwa huwezi ukatenga wakulima na wafugaji. Hii ni jamii moja. Maeneo mengi wanaolima ndo wanaofuga, maeneo mengine wanaofuga ndo wanaolima. Tukifikishana hatua ya kila mkulima akimwona mfugaji aone ameona adui yake, na kila mfugaji akiona mkulima aone ameona adui yake, hatutakuwa na taifa, hatutakuwa na undugu tena tukifikishana hatua hiyo. Kwa hiyo maelekezo ya serikali, kila moja aheshimu mipango tunayopanga ya matumizi bora ya ardhi, na kila moja aheshimu kazi anayofanya mwenzake. Na ninyi wananchi, wala msichukue sheria mikononi. Nimewaelekeza wakuu wa mikoa, wale wote watakaofanya viburi, serikali ishughulike nao, kwa sababu watatupeleka kwenye kuvunja undugu wetu, watatupeleka kwenye kuvunja amani ya nchi, watatupeleka kwenye kuondoa upendo ndani ya jamii yetu. Serikali za vijiji, tuendelee kupanga matumizi bora ya ardhi ili kuweza kuzingatia huu ukweli kwamba ardhi haiongezeki, watu wanaongezeka. Mimi bahati nzuri nimewahi kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, nimewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani. Haya ninayosema nayajua kwamba kuna maeneo viburi vinafanyika makusudi. Sasa hayo serikali haiyakubali. Niliwahi kupita eneo moja huko Morogoro, nikakuta mfugaji mmoja akaenda kulisha, anasimamia kwenye shamba la mtu, analisha, amesimamia kama analisha kwenye majani. Yule mwenye shamba alipopiga yowe, anapiga yowe kumzuia asilishe, akamchoma mkuki. Kama mnakumbuka kwenye mtandao, akachomwa mkuki ukapitia mdomoni ukatokea huku kichwani. Nilimwelekeza kamanda wa polisi, nikasema nenda kwenye kijiji hicho, kamata wote, ubakize akina mama wajawazito tu. Lazima tuheshimiane, lazima tulinde huu ndugu kwa gharama yoyote, lazima tulinde huu Tanzania kwa gharama yoyote. Tukifikishana kwenye kuchukiana, hii makusudi hii, hatutakuwa na taifa. Hilo ni jambo baya. Ugomvi wa ndugu kwa ndugu ni jambo baya. Watu wanaoishi pamoja wakaenda kwenye mapigano ni jambo baya. Lazima tulinde makubaliano tunayokubaliana, mipango tunayopanga, na kama nilivyosema, zinapotokea bahati mbaya zisivunje undugu. Tuendeni kwenye mila zetu, taratibu zetu ambazo tulikuwa kila mmoja anaheshimu kazi mwenzake anayofanya. Na hii si kwa wakulima na wafugaji tu, ninasema hata kwa wenzangu wa serikali. Rais Samia ameelekeza maeneo yote yanayofanya biashara
katika bajeti inayokuja 5% itaongezwa kwa ajili ya kutengeneza miundombinu, watu wafanye shughuli za biashara kwenye maeneo yenye staha. Sasa kwa wale wanaosimamia mambo ya udhibiti, lazima tuheshimu biashara za watu, bodaboda, mamalishe, machinga na wote wanaofanya hizo biashara. Nilipita pale Dodoma nikakuta wale ndugu zangu wa jiji wameenda wakachukua mtaji mzima, nguo pamoja na toroli, wakatokomea nalo mwezi mzima. Niliwaambia ndani ya masaa ya 24 wawe wamemrudishia, vinginevyo wakamatwe na wao kama wezi wengine. Lazima tuheshimu kazi za watu. Wewe unaweza ukamkuta mamalishe, wewe unaiona sahani ile, unaiona kama sahani, lakini ile ndio ofisi yake. Akiugua anatibiwa kwa sababu ya ile sahani. Wewe unaona wali, lakini yeye ile ndio ofisi yake. Unaona bakuli la maharage, lakini yeye hiyo ndio ofisi yake. Hivyo na kwa bodaboda. Nilisema bodaboda zile tu ambazo zimekamatwa na makosa ya uhalifu mkubwa, wamefanya uhalifu wa mauaji, hiyo bodaboda hatuwezi kuiachia. Wamefanya uhalifu wa ubakaji, hiyo hatuwezi kuiachia. Wamefanya magendo ya matumizi ya silaha, hatuwezi kuachia. Lakini hivi vifaini, kwamba huyu tumemwandikia faini, msishikilie bodaboda ya faini, mwacheni akatafute hela ili awalipe. Mwacheni kitendea kazi chake, mnamjua, si anajulikana? Hata umoja wao tu mnaujua, tumeshasajili vizuri. Amefanya mambo ya faini, na ndio maana Daktari Samia Suluhu Hassan alisema hii isiwe chanzo cha kipato, akashusha zile faini, kwamba kama ni onyo, mnamjua, mpeni muda, atalipa hiyo faini kwa sababu kafanya makosa, na hata wenzake wanakubaliana kwamba kafanya makosa, lakini msishikilie kitendea kazi chake. Acheni kila mtu afanye kazi za kujiletea maendeleo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nilikuwa nasheneza haya, natambua bado tuna mikutano mingine takriban 3 na tunaenda mpaka Mwanga. Niwashukuru tena kwa mara nyingine wananchi wa Same. Haya ambayo tumeelekezana hapa tutayafuatilia, na kwa wale ambao wamesema hapa na wameandika namba zao, tutaendelea kuwapa mrejesho. Asanteni sana na washukuruni sana, na Mungu awabariki. Mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba